Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, natumaini uko salama kabisa, na hapa tunajuzana yote ambayo yanajiri ulimwenguni, ambapo kwa sasa hivi hali kati ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro na rais wa Marekani Donald Trump imeendelea kuwa tete baada ya msururu wa matukio ya kijeshi, matamko makali na mawasiliano ya siri yaliyoibua wasiwasi wa kuzuka kwa mgogoro mkubwa katika ukanda wa Caribbean. Marekani imeongeza pressure kwa serikali ya rais Nicolas Maduro kwa kile inachokitaja kuwa vita dhidi ya usafirishaji wa dawa za kulevya, ikiongeza vikosi baharini, kukaza vikwazo na kutangaza kufunga anga hewa ya Venezuela. Hatua hizo zimeonekana kama kujiandaa kwa uwezekano wa operation ya kijeshi, ingawa Washington haijathibitisha wazi. Wakati mvutano huo ukiongezeka, viongozi hao wawili walifanya simu ya ghafla, hatua adimu katika kipindi cha mvutano. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na pande zote mbili, mazungumzo hayo yalikuwa ya heshima, lakini yaligubikwa na shinikizo kali. Chanzo cha taarifa kinasema alitoa tamko kali kwa Maduro akimtaka ajiuzulu na kuondoka madarakani, hatua ambayo Marekani inadai itafungua njia ya amani ya mpito. Kwa upande mwingine, Maduro alikataa na badala yake kuitaka Marekani kuondoa vikwazo, kutoa amani ya kimataifa kwa yeye na washirika wake na kuheshimu uhuru wa Venezuela. Maduro amesema Venezuela haiwezi kukubali amani ya watumwa, akionya kuwa taifa lake litajibu kwa uwezo wake wote endapo Marekani itafanya uvamizi. Mvutano huu unakuja wakati Washington inaishutumu serikali ya Venezuela kwa kuhusika na biashara ya madawa ya kulevya kupitia mtandao unaojulikana kama Carta de los Soles, madai ambayo Caracas imeyaita ya kisiasa na ya kutafuta kuhalalisha uingiliaji wa kijeshi. Hadi sasa hakuna ishara ya kisiasa inayoonyesha pande hizo mbili kukubaliana. Marekani inaendelea na msimamo mkali, huku Venezuela ikisisitiza haitoi mamlaka chini ya mashinikizo. Hali hiyo imeongeza hofu ya kutokea kwa mgogoro wa wazi ikiwa diplomasia itakwama. Msingi wa mgogoro huu ni kwamba chanzo kikuu cha mvutano ni maslahi mawili ambayo yanagongana. Yaani Marekani inataka kuondoa kile inachokiita utawala usio wa kidemokrasia na kuzuia ushawishi unaodaiwa wa mihadarati. Lakini Venezuela inataka yalindwe mamlaka, uhuru wa kisiasa na rasilimali zake, hasa mafuta ambayo yapo katika taifa la Venezuela. Ni moja kati ya taifa ambalo lina utajiri mkubwa sana wa mafuta. Sasa Marekani imetolea macho hapo katika mafuta ambayo yanapatikana katika taifa la Venezuela. Na hii ndiyo sura kuu ya mgongano wa kisiasa unaojificha nyuma ya lugha ya usalama na uhuru. Mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani na rais wa Venezuela Nicolas Maduro hivi karibuni ni ishara ya diplomasia dhaifu, kwa sababu simu kati ya Trump na Maduro imeonyesha kwamba kigezo cha mazungumzo kiko juu ya masharti, lakini hakuna upande uliotoa ishara ya kupunguza msimamo, na mazungumzo yanaweza kuwa mwanzo wa diplomasia au kichocheo cha mgogoro zaidi. Trump alitoa maelekezo yake katika mazungumzo ya simu pamoja na rais wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini Maduro pia naye akatoa masharti yake kwamba anataka amani na hawawezi kukubali matakwa ya kuweza kuendeshwa tu pasipokuwa na sababu yoyote. Lakini Marekani kwenye sakata hili yenyewe kwa madai yake inadai kwamba inataka kuzuia mitandao ya dawa za kulevya na pia kuzuia ushawishi wa nchi kama Urusi, Irani, China, Korea Kaskazini ambao wana uhusiano wa karibu na taifa la Venezuela, lakini kuonyesha msimamo mkali kisiasa ndani ya Marekani. Kwa lugha nyepesi, huu si mgogoro wa Venezuela pekee, ni siasa za kimataifa na mchezo wa nguvu. Kuna kauli nyingi kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakionyesha kusimama na taifa la Venezuela katika kila hali ambayo inasibu taifa hilo. Na katika mazungumzo yao mara kadhaa, mfano rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amekuwa akieleza kwamba Venezuela hamko peke yenu, mko pamoja na sisi. Yaani kama vita vitatokea, basi Korea Kaskazini inaweza kuisaidia Venezuela kwa aina yoyote ile ya msaada ili tu kupambana na Marekani, ili kwamba
ni utawala ambao unataka kuweza kuangamiza taifa la Venezuela. Lakini pia rais wa Venezuela Nicolas Maduro anajua kwamba uvamizi wa Marekani utahitaji gharama na atapata uungwaji mkono wa mataifa kama Urusi, China na nchi kadhaa za Amerika Kusini. Lakini akikubali masharti anapoteza nguvu. Akikataa anajenga taswira ya mtetezi wa uhuru. Katika siku za hapo nyuma tumeshuhudia jeshi la Marekani likifanya operesheni ndogo katika maeneo ya Caribbean, ambapo waliweza kushambulia meli na vituo maalum katika taifa la Venezuela. Lakini vile vile rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa akionya kwamba hatua hizo huenda zikachochea mgogoro zaidi. Huku sasa jeshi la Venezuela kupitia makamanda wake wakuu walikuwa wakijipanga zaidi, hata pia kuwafundisha raia mbinu mbalimbali za kuweza kushika silaha na kuweza kushambulia. Yote ni kwa ajili ya kuweza kujikinga na matishio yoyote ambayo yanatokea katika ukanda huu. Huku Marekani kwa hivi sasa ikishinikiza kwa kiasi kikubwa sana. Na hata Trump aliwahi kusema kwamba Rais Maduro aweze kujiuzulu na kuachia taifa hilo. Kisha Trump alimhakikishia kwamba kumpatia usaidizi wa kuweza kuhama yeye pamoja na familia yake kwenda ambako wangeenda kujihifadhi huko, na mwisho wa siku kuepuka matatizo ambayo yanaweza kutokea endapo vita vitakwenda kuanza. Sasa Maduro alitamka matamko mengi sana kusema kwamba yeye ataitetea Venezuela, atakufa Venezuela, hatohama Venezuela, na yupo pale kwa ajili ya kutetea wananchi, rasilimali na taifa kwa ujumla la Venezuela. Hayuko pale kwa ajili ya kuweza kuogopa, lakini yuko pale kwa ajili ya kuweza kupambana na udhalimu wa taifa la Marekani. Katika siku za usoni mvutano kati ya Maduro na Trump unaweza kwenda kwenye njia kuu tatu. Kwanza, diplomasia inaweza kuongezeka kupitia mawasiliano ya siri au kupitia nchi tatu ili kupunguza msukumo wa kijeshi. Lakini pili, Marekani inaweza kuongeza pressure kwa hatua ndogo ndogo za kijeshi kama kuzuia meli au doria za anga ili kuonyesha nguvu bila kuanzisha vita. Na tatu, vikwazo zaidi vya kiuchumi vinaweza kutangazwa ili kumlazimisha Maduro kukubali masharti ya mazungumzo. Wakati huo huo, Venezuela inaweza kutafuta msaada kutoka kwa Urusi, China na Korea Kaskazini pamoja na mataifa jirani ili kuimarisha nafasi yake ya kijeshi. Ingawa hatari ya mgogoro mkubwa ipo, lakini uwezekano mkubwa ni kwamba pande zote zitatumia mazungumzo na pressure ya kisiasa badala ya vita vya moja kwa moja. Sasa mtazamaji, kuna mengi sana utakwenda kuyajua kutokana na vuguvugu hili kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Tutakuletea hapa katika Zone Media. Cha msingi tu mtazamaji wetu, usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.